aibu gani hii? Umetumwa na nani? Alimdhalilisha ombaomba mbele ya watu wote bila kujua kuwa huyo alikuwa baba wa bilionea aliyekuwa anampenda. Tafadhali. Dakika moja tu ilitosha maisha ya Vanessa kubadilika baada ya Adrian kusema maneno haya ya kuumiza moyo. Usiku wa jiji ulikuwa umetulia huku taa za majengo marefu zikimulika barabara za kifahari. Ndani ya restaurant moja ya gharama kubwa katikati ya jiji, Adrian Cole alikuwa amekaa mezani pamoja na baba yake, Mr. Cohen. Kelvin Cole. Harufu ya chakula cha bei ghali ilijaa hewani, lakini macho ya Adrian yalionyesha furaha kubwa kuliko kitu chochote mezani pale. Adrian alikuwa mmoja wa wanaume waliotajwa sana jijini. Alikuwa tajiri, mwenye kampuni kubwa, magari ya kifahari na maisha ambayo watu wengi waliyaota kila siku. Lakini tofauti na matajiri wengi, Adrian alikuwa mpole na mwenye moyo wa kusaidia watu. Wafanyakazi wake walimheshimu, maskini walimpenda, na kila aliyemfahamu alisema kitu kimoja: Adrian ana moyo safi. Usiku huo alikuwa tofauti kidogo. Alionekana mwenye excitement ambayo baba yake alikuwa hajawahi kuiona kwa muda mrefu. Akiweka chini glasi yake taratibu, Adrian anatabasamu. Dad, nimepata mwanamke nataka kumuoa. Mr. Kelvin Cole anamwangalia mwanae kwa makini kabla ya kutabasamu kidogo. Anaitwa nani? Vanessa. Jina hilo lilikuwa maarufu sana mjini. Vanessa Morgan alikuwa mrembo mwenye mvuto mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kila picha aliyoweka ilijaa comments za watu waliompenda. Alivaa nguo za brandi kubwa, alitembea sehemu za kifahari, na kila mtu alijua alipenda maisha ya kiwango cha juu. Adrian anaendelea kuongea huku macho yake yaking'aa. Ni mwanamke tofauti sana dad. Na hisi ndiyo yule niliyemsubiri. Baba yake ananyamaza kwa sekunde chache, akimtazama mwanae kana kwamba anatafuta kitu ndani ya maneno yake. Mwanangu, uzuri huvutia macho, lakini tabia ndiyo hujenga familia. Adrian anacheka kwa kujiamini. Utampenda ukimjua. Lakini Mr. Kelvin Cole hakujibu mara moja. Aliendelea kumtazama Adrian kimya, huku moyoni mwake akihisi kama kuna jambo baya lilikuwa linaanza polepole. Usiku ule baada ya dina kuisha, jumba la familia ya Cole lilitulia kabisa. Upepo wa usiku ulitikisa mapazia marefu ya dirishani huku taa hafifu za ofisi ya Mr. Kelvin Cole zikiendelea kuwaka. Mzee huyo alikuwa amekaa peke yake nyuma ya dawati lake kubwa la mbao. Mbele yake kulikuwa na picha ya zamani ya Adrian akiwa mtoto mdogo, akicheka kwa furaha huku amemshika mkono baba yake. Mr. Kelvin anaishika picha hiyo taratibu. Macho yake yanaonyesha hofu iliyofichwa ndani ya moyo wake. Kwa sauti ya chini ya huzuni anasema, sitaki mwanangu aje kuumia kwa sababu ya mwanamke mwenye tamaa. Anavuta pumzi ndefu, akiegemea kwenye kiti chake. Katika maisha yake yote alikuwa ameona watu wengi wakibadilika mbele ya pesa. Alijua vizuri kuwa baadhi ya watu hupenda utajiri kuliko upendo wenyewe. Na hakutaka Adrian aje kugundua ukweli huo akiwa amechelewa sana. Kesho yake asubuhi, hakukuwa na suti za gharama wala saa za dhahabu mkononi mwake. Mr. Kelvin alivaa suruali iliyochanika pembeni, koti kuukuu lenye vumbi, na viatu vilivyoonekana kama havijanunuliwa kwa miaka mingi. Uso wake aliuchafua kidogo ili afanane kabisa na mtu wa mtaani. Mbele yake mezani kulikuwa na kikombe cha plastiki kilichochoka. Dereva wake binafsi alibaki akimwangalia kwa mshangao mkubwa. Boss, una uhakika na hili? Aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Mr. Kelvin anasimama polepole huku akichukua kile kikombe mkononi. Maskini huonyesha tabia halisi ya watu. Baada ya kusema hivyo, akaingia kwenye gari taratibu. Dakika chache baadaye, gari linafika kwenye soko maarufu ambalo Vanessa Morgan hupenda kwenda na rafiki zake kupiga picha, kufanya shopping na kuonekana mbele za watu. Mchana wa siku hiyo soko lilikuwa limejaa watu, kelele za wauzaji na harufu za manukato zilizochanganyika na hewa ya jiji. Watu walikuwa wakipita huku na huku wakifanya manunuzi yao, lakini macho mengi ghafla yakahamia upande mmoja wa barabara. Vanessa Morgan alikuwa ameingia sokoni pamoja na marafiki zake wawili wa karibu. Walitembea kwa kujiamini kana kwamba kila mtu alikuwa anatakiwa kuwaangalia. Miwani yao ya gharama iling'aa chini ya mwanga wa jua, mikoba ya brandi kubwa ilikuwa mikononi mwao na simu zao zilikuwa juu muda wote wakirekodi video za TikTok huku wakicheka kwa sauti.
Vanessa alikuwa katikati yao, akionekana kama star wa movie. Mmoja wa marafiki zake alikuwa akimpiga video huku Vanessa akizunguka taratibu mbele ya kamera. Period. Rafiki yake alipiga kelele kwa furaha. Vanessa akacheka kwa majivuno, kisha akasema kwa sauti iliyowafanya watu wa karibu wasikie wazi, mimi siwezi kabisa kuwa na mwanaume wa kawaida. Marafiki zake wakatazamana huku wakicheka. Vanessa akaendelea, nikiolewa lazima niishi maisha ya private jet vacations kila mwezi, luxury only. Girl, hiyo ndiyo level yako, mmoja wa rafiki zake alisema huku akimpiga begani. Honestly, rafiki mwingine akaongeza, wewe umeumbwa kwa ajili ya maisha makubwa. Vanessa anatabasamu huku akiangalia reflection yake kwenye screen ya simu yake. Anaweka sawa nywele zake taratibu, kisha anatikisa kichwa kwa majivuno. Poor people give me stress honestly. Kauli hiyo iliwafanya baadhi ya watu waliokuwa karibu kunyamaza kimya. Mama mmoja aliyekuwa anauza matunda pembeni alimtazama Vanessa kwa huzuni kidogo. Wengine walibaki wakitazamana tu bila kusema chochote. Lakini Vanessa hakuona hilo. Aliendelea kucheka na marafiki zake bila kujua kuwa macho mengine yalikuwa yakimfuatilia kwa makini sana kutoka mbali. Na macho hayo yalikuwa ya Mr. Kelvin Cole. Katikati ya kelele za soko na sauti za watu waliokuwa wakifanya manunuzi yao, yule mzee aliyekuwa amevaa nguo zilizochanika alianza kuwasogelea Vanessa na marafiki zake taratibu. Hatua zake zilikuwa za polepole, kana kwamba alikuwa amechoka sana. Mikono yake ilionekana kutetemeka kidogo huku akiwa ameshikilia kile kikombe cha plastiki kilichochoka. Lakini licha ya muonekano wake wa umaskini, macho yake yalikuwa tulivu na yenye upole wa ajabu. Baadhi ya watu waliokuwa karibu walimwangalia kwa huruma. Mzee anasimama karibu kidogo na Vanessa, kisha anasema kwa sauti ya chini iliyokuwa na uchovu ndani yake, samahani mwanangu, naweza kupata maji kidogo? Nina njaa tangu jana. Vanessa aliyekuwa bado anashika simu yake anageuza macho taratibu kumtazama. Anamwangalia kuanzia viatu vyake vichafu mpaka usoni. Uso wake unabadilika ghafla kana kwamba ameona kitu kinachomkera sana. Anarudi nyuma hatua moja haraka, akiinua mkono wake kidogo. Usinisogelee. Marafiki zake wanatazamana huku wakianza kucheka kwa sauti ndogo. Watu waliokuwa karibu wanaanza kupunguza mwendo ili kusikiliza kinachoendelea. Lakini yule mzee habadiliki uso. Anaendelea kuonekana mpole. Kwa sauti ya unyonge anasema tena, hata mkate tu mwanangu. Kabla hajamaliza sentensi yake, Vanessa anamkatiza kwa sauti kubwa iliyosikika karibu eneo lote. Kwa nini watu kama nyinyi hampendi kufanya kazi? Kimya kizito kinaanza kutanda kwa sekunde chache. Mama mmoja aliyekuwa karibu na kibanda chake cha matunda alionyesha kusikitishwa na maneno hayo. Watu wengine walibaki wakitazama tu bila kuingilia. Lakini Vanessa aliendelea kuonekana mwenye hasira, kana kwamba uwepo wa yule mzee ulikuwa unamharibia siku yake. Rafiki zake sasa walikuwa wanacheka waziwazi. Mmoja wao akasema kwa kejeli, "Girl, huyo anaweza kuwa hajui hata perfume ni nini." Vanessa anacheka kwa nguvu, na yule mzee anaendelea kusimama kimya mbele yao, akivumilia kila neno kwa utulivu wa ajabu. Hali ya soko ilianza kubadilika taratibu. Kelele za kawaida za wauzaji zilipungua huku watu wengi wakianza kugeuza macho yao upande wa Vanessa na yule mzee maskini. Kilichokuwa mwanzo ni mazungumzo madogo sasa kilikuwa kinaanza kuwa tukio ambalo kila mtu alitaka kuona mwisho wake. Lakini Vanessa hakujali macho ya watu. Kwa mikono yake akiwa ameikumbatia handbag yake ya gharama, alimwangalia yule mzee kwa dharau kubwa, kisha akasema kwa sauti iliyosikika wazi, "Mnajaa kila mahali kama mnataka huruma ya watu." Watu kadhaa wakatazamana kimya. Yule mzee hakusema chochote. Aliendelea kusimama kwa utulivu kana kwamba alikuwa amezoea kudharauliwa maisha yake yote. Vanessa akaendelea tena, safari hii kwa kejeli zaidi, "Angalia nguo zako, unanuka." Rafiki zake wakaanza kucheka kwa sauti. Vanessa akanyoosha mkono wake kuonyesha mazingira ya pale sokoni. "Watu klasi wanataka kula kwa amani, halafu mnakuja kuharibu mazingira." Kimya kizito kikaanza kutanda eneo lile. Baadhi ya watu walionekana wazi kutofurahishwa na maneno yake. Mwanamama mmoja aliyekuwa pembeni akiuza matunda alishindwa kuvumilia. Akamwangalia Vanessa kwa macho ya masikitiko, kisha akasema, "Binti, mbona unamjibu vibaya hivyo?" Lakini Vanessa alimkatiza haraka huku akitingisha kichwa kwa annoyance. "Auntie, don't start please.
Rafiki zake wakacheka tena kana kwamba kila kitu kilikuwa cha kufurahisha. Yule mzee akavuta pumzi polepole. Kwenye uso wake kulikuwa na tabasamu dogo la huzuni. Kisha akasema kwa sauti tulivu iliyowafanya baadhi ya watu kunyamaza kabisa. Moyo mzuri ni bora kuliko sura nzuri mwanangu. Kwa sekunde moja mazingira yalitulia. Lakini Vanessa akaangua kicheko cha kejeli. Hayo ndiyo maneno ya maskini. Na hapo hapo, sauti nzito ya gari la kifahari ilisimama pembeni ya soko. Watu wote wakageuza macho yao upande wa gari hilo jeusi lenye kung'aa. Mlango ukaanza kufunguka taratibu. Sauti ya injini ya gari lile la kifahari ilifanya watu wengi sokoni wageuke kwa haraka. Lilikuwa gari jeusi lenye kung'aa sana kiasi kwamba hata mwanga wa jua ulirudisha reflection kali juu ya bodi yake. Watu wakaanza kunong'ona. Ni nani huyo? Linaonekana la bei sana. Gari linasimama taratibu pembeni ya soko huku kila macho yakielekea huko. Milango yake ikafunguka polepole. Adrian Cole akashuka. Alikuwa amevaa suti nyeusi iliyomkaa perfectly, saa ya gharama mkononi na mwonekano wa utulivu uliomfanya kila mtu amtazame kwa heshima. Watu wengine walimtambua mara moja. Si huyo Adrian Cole? Yule billionaire? Adrian alitabasamu kidogo mwanzoni, macho yake yakianza kumtafuta Vanessa ndani ya umati wa watu. Alionekana mwenye furaha, kana kwamba alikuwa amekuja kumsurprise mwanamke aliyempenda. Lakini tabasamu lake likaanza kupotea taratibu. Kutoka mbali, macho yake yakatua kwa Vanessa. Na hapo hapo akasikia sauti yake wazi kabisa. Ondoka hapa mchafu wewe! Miguu ya Adrian ikasimama ghafla. Uso wake ukabadilika instantly. Macho yake yakaanza kuonyesha maumivu ambayo hakutarajia kuyahisi siku hiyo. Aliendelea kumwangalia Vanessa kwa mshangao mkubwa kana kwamba alikuwa anamwona mtu mwingine kabisa. Vanessa bado hakuwa amemwona Adrian. Aliendelea kumdhalilisha yule mzee mbele ya kila mtu huku rafiki zake wakicheka pembeni. Watu kama wewe hamfai hata kuwa karibu na sisi, alisema kwa sauti ya majivuno. Baadhi ya watu sasa walikuwa wameanza kuhisi aibu kwa niaba yake. Lakini Adrian alibaki kimya kwa sekunde kadhaa. Kifua chake kilipanda juu taratibu kana kwamba alikuwa anajizuia kusema kitu. Kisha akaanza kutembea kuelekea eneo lile polepole. Hatua zake zilikuwa nzito. Uso wake ulikuwa umejaa maumivu na disbelief. Na kadri alivyozidi kusogea, ndivyo watu walivyoanza kunyamaza mmoja mmoja, mpaka eneo lote likabaki na ukimya mzito wa kutisha. Ukimya mzito ulikuwa umetanda sokoni lote. Hakuna aliyethubutu kuongea tena baada ya Adrian kusimama mbele ya Vanessa. Hata rafiki zake waliokuwa wanacheka muda mfupi uliopita, sasa walionekana kupoteza confidence ghafla. Adrian alikuwa amesimama kimya kwa sekunde chache. Macho yake yalikuwa yamejaa maumivu makali kuliko hasira. Alimtazama Vanessa moja kwa moja kana kwamba alikuwa anajaribu kuelewa kama huyu ndiye mwanamke aliyekuwa akimpenda kweli. Kwa sauti nzito yenye huzuni akauliza, Vanessa, unajua unayemdhalilisha ni nani? Vanessa alijaribu kucheka kidogo ili kuficha tension iliyoanza kumwingia. Babe, relax, niombaomba tu. Lakini Adrian hakutabasamu. Uso wake uliendelea kuwa mzito zaidi. Watu waliokuwa karibu walibaki wakitazama kimya, kana kwamba walihisi kuna jambo kubwa sana lilikuwa linaenda kutokea. Adrian akavuta pumzi polepole. Kisha akasema maneno yaliyolipasua kabisa tukio lile. Huyu ni baba yangu. Ghafula, soko lote likagubikwa na ukimya wa kutisha. Mwanaume mmoja aliyekuwa amebeba mfuko wa bidhaa mkononi aliachia mfuko huo uanguke chini bila hata kujitambua. Mama mmoja akashika mdomo wake kwa mshangao. Rafiki za Vanessa wakabaki midomo wazi kabisa. Uso wa Vanessa ukaanza kubadilika haraka. Macho yake yakapanuka. Mwili wake ukaanza kutetemeka kidogo. What? Aliuliza kwa sauti iliyopoteza nguvu. Kwa mara ya kwanza sasa, Vanessa alimwangalia yule mzee vizuri. Aliona macho yake. Aliona utulivu wake. Aliona jinsi Adrian alivyokuwa amesimama karibu naye kwa heshima kubwa. Na hapo ukweli ukaanza kumwingia taratibu kama ndoto mbaya. Huyu alikuwa yule yule aliyemtukana mbele ya watu. Yule yule aliyemcheka. Yule yule aliyemwita mchafu.
Rangi ya uso wake ikaanza kupotea kabisa. Na watu waliokuwa karibu sasa walikuwa wanamwangalia yeye kwa macho ya hukumu. Baada ya ukweli ule kufichuliwa, mazingira yote ya sokoni yalibadilika kabisa. Vanessa alikuwa amesimama kama mtu aliyepigwa na radi. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka huku macho yake yakihama kutoka kwa Adrian kwenda kwa Mr. Kelvin Cole. Aibu ilianza kummeza mbele ya kila mtu. Kwa sauti ya hofu, akasogea karibu na Adrian na kujaribu kushika mkono wake. "Babe, please." Lakini kabla hajamgusa, Adrian akarudi nyuma haraka. "Usiniguse." Maneno hayo yalikuwa mazito sana, kiasi kwamba hata watu waliokuwa pembeni walihisi maumivu yake. Vanessa akabaki ameganda. Hakuwa amewahi kuona Adrian akiwa hivyo. Macho yake yalikuwa yamejaa disappointment kubwa kuliko hasira. Adrian anatikisa kichwa taratibu huku akimwangalia Vanessa kwa uchungu. Nilikuwa najiuliza kwa nini dada alisema tabia ni muhimu kuliko uzuri. Anavuta pumzi ndefu kana kwamba kifua chake kilikuwa kizito sana. Leo nimeona mwenyewe. Maneno hayo yalimpiga Vanessa moyoni kuliko hata kelele za watu wote waliokuwa pale. Machozi yakaanza kumtoka ghafla. "Babe, please, sikujua," alisema huku sauti yake ikivunjika. Lakini Adrian alimkatiza kabla hajamaliza. Na safari hii sauti yake ilikuwa ya maumivu safi. Na kama angekuwa maskini kweli. Vanessa akanyamaza. Adrian akaendelea huku macho yake yakimwangalia moja kwa moja. Alistahili kudhalilishwa hivyo? Hakukuwa na mtu aliyesema chochote. Soko lote lilitulia kabisa. Hata wale waliokuwa wakipita walikuwa wamesimama kutazama tukio lile kwa mshangao mkubwa. Mr. Kelvin Cole naye alibaki kimya pembeni, akimtazama mwanae kwa huzuni. Vanessa sasa alihisi kila macho yalikuwa juu yake. Majivuno yote aliyokuwa nayo muda mfupi uliopita yalikuwa yamepotea. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya kuishi maisha ya kuonekana perfect, alianza kuona aibu ya maisha yake mbele ya watu wote. Baada ya tukio lile la sokoni, maisha ya Vanessa yalibadilika kabisa. Hakulala vizuri kwa siku kadhaa. Kila alipofumba macho, aliona uso wa Adrian akiwa amemwangalia kwa maumivu, na sauti yake ikirudi akilini mwake tena na tena. Maneno yale ya "huyu ni baba yangu" yalikuwa yamejikita ndani ya moyo wake kama jeraha lisilopona. Alijaribu kumpigia simu Adrian mara nyingi, lakini hakupokea. Alijaribu kumtafuta kupitia marafiki wake. Hakuna aliyejibu kwa uhakika. Polepole akaanza kuelewa kuwa amepoteza kitu kikubwa kuliko alivyodhani. Siku moja akaamua lazima aende aombe msamaha ana kwa ana. Baada ya kupewa anwani na mmoja wa watu waliomfahamu Adrian, Vanessa alijiandaa kwa moyo mzito. Hakuvaa nguo za kifahari kama kawaida yake. Alivaa kwa unyenyekevu, lakini ndani bado alikuwa na hofu isiyoelezeka. Safari ilimpeleka sehemu ambayo hakuwahi kufikiria. Gari liliposimama, macho yake yakakutana na kitu kilichomfanya ashindwe kuamini. Mbele yake kulikuwa na mansheni kubwa kuliko zote alizowahi kuona maishani mwake. Milango mikubwa ya kifahari. Magari ya bei mbaya yakiwa yamepangwa kwa mpangilio wa ajabu. Walinzi waliovaa sare wakisimama kila upande. Bustani kubwa iliyopambwa kwa maua na chemchemi za maji zinazong'aa. Vanessa akashusha pumzi kwa mshangao. Hii ni nyumba yake, alinong'ona kwa sauti ya chini. Hatua zake zilianza kuwa nzito anapokaribia geti. Ndipo ukweli ulipomgonga kama radi. Yule ombaomba aliyemdhalilisha sokoni hakuwa maskini, alikuwa sehemu ya familia moja ya matajiri wakubwa zaidi nchini. Macho yake yakaanza kujaa machozi, sio kwa sababu ya mali alizoona, bali kwa sababu alikumbuka kila neno alilomwambia Adrian na baba yake. Kila dharau, kila kicheko, kila kejeli. Akasimama pale mbele ya geti la mansion akiwa ameganda, moyo wake ukivunjika taratibu, na kwa mara ya kwanza kabisa Vanessa akagundua jinsi majuto yanavyoweza kuwa mazito kuliko hata upendo wenyewe. Geti la mansion lilikuwa limefunguka kidogo, lakini Vanessa alihisi kama hawezi hata kusonga mbele. Miguu yake ilionekana mizito kuliko kawaida, na pumzi zake zilikuwa fupi kana kwamba moyo wake ulikuwa unagoma kushirikiana naye. Kwa ujasiri uliobaki mdogo, akaingia ndani. Mr. Kelvin Cole alikuwa amesimama karibu na bustani, akiwa mtulivu kama kawaida yake. Macho yake hayakuonyesha hasira kubwa,
bali huzuni ya mtu aliyeshuhudia ukweli mchungu. Vanessa alipomfikia, hakusubiri hata sekunde. Akapiga magoti moja kwa moja mbele yake. "Samahani, nilikosea." Sauti yake ilivunjika katikati, machozi yakaanza kumtiririka bila kipimo. Walinzi waliokuwa pembeni walibaki kimya, wakitazama kwa heshima na mshangao. Mr. Kelvin alimtazama kwa muda mrefu bila kusema chochote, kisha akasema kwa utulivu mzito, "Pesa zinaweza kununua nyumba, lakini haziwezi kununua tabia." Maneno hayo yalimchoma Vanessa zaidi kuliko chochote alichowahi kusikia maishani. Ghafla, sauti ya hatua ilisikika nyuma yake. Adrian alitokea. Alikuwa amesimama mbali kidogo, macho yake yakimtazama Vanessa kwa huzuni iliyochanganyika na uchovu wa moyo uliovunjika mara nyingi. Vanessa aligeuka haraka. "Adrian, please, naomba nisamehe." Lakini Adrian alitikisa kichwa taratibu. "Nilikupenda kwa moyo wangu wote." Alishusha pumzi nzito, akionekana kupigana na maumivu ndani yake. "Lakini tabia yako imeniumiza kuliko kitu chochote." Kimya kikubwa kikaanguka tena. Vanessa akalia kwa nguvu zaidi, akitambua kwamba hii ilikuwa mwisho wa kila kitu alichokuwa akikiota. Lakini safari hii hakukuwa na kurudi nyuma. Adrian akageuka, akaanza kutembea kuelekea gari lake bila kuangalia nyuma. Injini ya gari ikawaka, na taratibu gari likaanza kuondoka. Vanessa alibaki pale pale, magoti chini, akitazama gari likipotea mbali kupitia lango kubwa la mansion. Machozi yakimtiririka bila mwisho, na sauti ya moyo wake ikivunjika kimya kimya. Funzo la mwisho: usimdharau mtu kwa sababu ya muonekano wake, maana huwezi kujua thamani yake mbele za maisha na mbele za Mungu.